Mungu ni Mungu mwema, chenye roho zetu wakati wote zielekee kwake, kwa kuwa anatupenda, anatujali siku zote. Wakati huu hebu na tukaingia katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza 3. Wafalme wa Kwanza 3. First Kings 3. Kesho kutoka mwanzo. Huyo Sulemani akafanya ujamaa na Farao mfalme wa Misri, akamuoa binti yake. Farao akamleta mjini mwa Daudi. Hata alipokwisha kuijenga nyumba yake na nyumba ya Bwana na kuta wa kuzunguka Yerusalemu. Ila watu walikuwa wakichinja dhabihu katika mahali pa juu, kwa sababu haikuwapo nyumba iliyojengwa kwa jina la Bwana hata siku zile. Sulemani naye akampenda Bwana, akienda katika amri za Daudi babaye, ila hutoa dhabihu na kuzifukiza uvumba katika mahali pa juu. Kwa hivyo hapo tunaona Solomon ambaye akawa na ujamaa na Farao mfalme wa Misri, hata akaoa binti yake Farao, akamleta mjini mwa Daudi. Na tunaona kwamba alipokwisha kujenga nyumba yake na nyumba ya Bwana na ukuta wa kuzunguka Yerusalemu, ila watu walikuwa wakichinja dhabihu katika mahali pa juu, kwa sababu haikuwapo nyumba iliyojengwa kwa jina la Bwana. Hakukuwa na nyumba ambayo ilikuwa imejengwa kwa jina la Bwana. Na tunaambiwa kwamba Sulemani akampenda Bwana, akienda katika amri za Daudi babaye, ila hutoa dhabihu ya kufukiza uvumba katika mahali pa juu. Kwa hivyo tunamuona Sulemani alikuwa amefanywa kuwa mfalme, na alikuwa amekuja baada ya Daudi ambaye alikuwa ni mfalme alikuwa maarufu sana na alijulikana karibu na hata na mbali. Na sasa Solomon kijana wake ndiye alikuwa amefanywa kuwa mfalme katika Israeli. Na tunaona kuendelea hapo 4, basi mfalme akaenda Gibeoni ili atoe dhabihu huko, kwa kuwa ndipo mahali pa juu palipo pakuu. Sulemani akatoa sadaka 1000 ya kuteketezwa juu ya madhabahu hile. Na huko Gibeoni Bwana akamtokea Sulemani katika ndoto ya usiku. Mungu akamwambia, omba utakalo nikupe. Kwa hivyo tunaona Solomon alikuwa anampenda Mungu. Alimpenda Mungu wake. Na hata alikuwa anatoa dhabihu, anamtolea Mungu dhabihu. Nakumbuka kwamba yeye ndiye alikuwa amefanywa kuwa mfalme. After Daudi ilikuwa sasa ni Sulemani alikuwa ndio mfalme. Na sasa Sulemani alipokuwa huko Gibeoni, tunaambiwa Bwana akamtokea Sulemani katika ndoto ya usiku. Mungu akamwambia, omba utakalo nikupe. Kumbuka already Sulemani ni mfalme. Ameshainuliwa, amekuwa mfalme. Na sasa Bwana anamwambia, omba utakalo nikupe. Sulemani akasema, umemfanyia mtumwa wako Daudi baba yangu fadhili kuu, kadri alivyoenenda mbele zako katika kweli na katika haki na katika unyoofu wa moyo pamoja nawe. Nawe umemweka na fadhili hii kubwa, maana umempa mwana wa kuketi kitini pake kama ilivyo leo. Sasa Bwana wangu, umenitawaza niwe mfalme
mimi mtumwa wako badala ya Daudi baba yangu. Mimi ni mtoto mdogo tu. Sijui jinsi inipasavyo kutoka wala kuingia." Bwana asifiwe. Kwa hivyo Solomon alikuwa amefanywa kuwa mfalme baada ya baba yake Daudi. Daudi alisema kwamba Solomon ndiye atachukua hicho kiti. Alikuwa na vijana wengine. Bwana asifiwe. Na sasa Solomon tunamuona hata akiwa pale kama mfalme, Bwana anamwambia, "Omba utakalo nikupe." Na jambo tunasikia Sulemani akimwambia Mungu Baba ni kwamba ati mimi ni mtoto mdogo. Ati mimi ni mtoto mdogo, sijui jinsi inipasavyo kutoka wala kuingia. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hata kama Solomon alikuwa ni mfalme, hata kama alikuwa ameinuliwa, bado ndani yake hakuona ni kama anaweza ile kazi ambayo iko mbele yake. Bwana asifiwe. Mungu alikuwa amemuinua, lakini hakuona ni kama anafaa mahali pale ameketi. Bwana asifiwe. Sababu anasema mimi ni mtoto mdogo, sijui hata inipasavyo kutoka wala hata kuingia. Kwa hivyo hajui, yeye alijiona akiwa ni mtoto mdogo, lakini kumbuka kwamba ni mfalme. Bwana asifiwe. Na hapa anatafuta kutoka kwa Mungu. Anarudi kwa Mungu na kumwambia mimi ni mtoto mdogo tu. Bwana apewe sifa. Ati sijui jinsi ipasavyo kutoka wala kuingia, na mtumwa wako yu katikati ya watu wako uliowachagua, watu wengi wasioweza kuhesabiwa wala kufahamiwa idadi yao, kwa kuwa ni wengi. Bwana asifiwe. Kwa hiyo nipe mimi mtumwa wako moyo wa adili, ni wahukumu watu wako na kupambanua mema na mabaya, maana ni nani awezaye kuwahukumu hawa watu wako walio wengi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Solomon tunaona kwamba akiwa mnyenyekevu sana mbele ya Mungu, anatafuta Mungu amuongoze. Bwana asifiwe. Ndio ni mfalme, ameinuliwa, ameshapata hicho kiti, lakini bado anahitaji Mungu. Bwana asifiwe. Bado anahitaji Bwana awe upande wake. Bado anatafuta Mungu amuongoze, ampe hekima apate kuweza kuhukumu hawa watu. Sababu alielewa ya kwamba hawa watu wamewekwa juu yao ni watu wa Mungu. Bwana asifiwe. Alielewa kwamba hawa ni watu ambao Bwana amewachagua. Yeye sasa ameingia katika kile kiti cha Daudi. Kumbuka kwamba Sulemani hakuwa amejulikana. Kwa vijana wa Daudi alikuwa na wale wengine ambao walijulikana. Bwana asifiwe. Kunaye hata ndugu yake ambaye anaitwa Adonijah, alienda na kujifanya yeye kuwa mfalme. Alikuwa hata na kuhani mkuu na mkubwa wa jeshi pamoja wako upande wake. Na akaenda ili ajifanye kwamba yeye ndiye mfalme wa Israeli. Bwana asifiwe. Na Daudi akasema hapana, Solomon ndiye atakuwa mfalme. Bwana asifiwe. Alikuwa na ndugu wale wengine ambao tunaona kile chote walikuwa kitaka walikuwa naenda na kuchukua kwa nguvu. Bwana asifiwe. Lakini naye Solomoni ukimwangalia utapata kwamba yeye hata wakati Adonijah ndugu yake alienda na akachukua ufalme, yeye atakuwa mfalme baada ya Daudi, mwenye kwenda kunena na Daudi ni mama yake Solomon. Hata sio Solomon mwenyewe alienda kutetea haki yake. Bwana asifiwe. Hakuenda hata kutetea haki yake na kusema hapana, Daudi amesema ni mimi mfalme, lakini mama yake ndiye alienda kusema wewe ulisema Solomon ndiye atakuwa mfalme. Na kumbuka Solomon ni mtu mzima wakati huo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Solomon tunamuona alijiona kuwa mtoto ambaye haelewi, hajui kutoka wala kuingia. Sasa amewekwa katika kile kiti na yeye ndiye mfalme wa Israeli baada ya baba yake Daudi. Bwana asifiwe. Nakumbuka kwamba Daudi alijulikana. Daudi alikuwa anatoka anaenda vita, alikuwa anajulikana hata na adui zake kwamba ni mtu wa vita. Bwana asifiwe.
Lakini Solomon tunamuona akiwa mnyenyekevu sana hata mbele za Mwenyezi Mungu akisema mimi ni mtoto, sijui kutoka wala kuingia. Na ni tofauti sana na sisi. Sababu sisi tukiwa tumeinuliwa. Kumbuka ndugu yake alitaka ufalme. Ndugu zake walitaka ufalme, lakini yeye ndiye amepata ufalme. Sasa yeye ndiyo kwa mahali pale akisema watu wanatenda. Kile anataka inafanyika. Ako na utajiri ile ambao Daudi baba yake alikuwa ameweka katika ufalme. Ufalme ni wake. Bwana asifiwe. Lakini bado ndani yake haoni kama anaweza, lakini bado anatafuta Mungu amuongoze. Na ni tofauti na wengi wetu. Wakati tumeinuliwa, sababu wakati huu anafaa kuwa na celebrate, nimekuwa mfalme. Angalia mtu atakishinda uchaguzi, huenda kusherehekea. Kusema kwamba nimeshinda, mimi sasa ndio nafaa. Mimi ndio mtu, Bwana asifiwe. Lakini na alafu unapata hata wengine wetu tukikuwa tumeinuka kidogo, hata kama ni kibiashara, hata kama ni kikazi, tunajipiga kifua na kuona sasa tunafaa. Sasa sisi ndio tumeinuka, tuko juu. Hatutafuti Mungu tena. Hatuoni ni kama tunahitaji Mungu tena, sababu tumeshainuliwa, tumeshapata kile tulikuwa tunataka. Solomon ni mfalme, na badala ya kutembea sasa kama mfalme, yeye anarudi kwa Mungu na kusema mimi ni mtoto, sijui kutoka wala kuingia. Bwana asifiwe. Na wengi wetu ukawa umefanywa mfalme siku ya leo, hata Mungu utamsahau. Hata kanisani hautaonekana, hata hautahitaji Mungu tena. Ukiambiwa nani njoo, utasema sasa wale wanahitaji kuombewa ni wale bado hawajabarikiwa. Wewe umeshabarikiwa, hauhitaji maombi. Bwana asifiwe. Lakini Solomon ni tofauti. Kwa kweli amebarikiwa. Ni mfalme. Ile kiti amekalia kuna wengi walitamani, ndugu zake, lakini hawakuipata. Yeye ndiye ameinuliwa. Lakini bado anatafuta Mungu. Lakini sisi tukiinuka hatuhitaji Mungu. Sasa nimeinuka. Na hata wengine wetu tukishabarikiwa ama tukishainuka, sisi ujiona sasa tumekuwa hata na hekima. Bwana asifiwe. Sasa hata ukiambiwa unataka kuambiwa sasa wewe ndio uambiane, sababu umeinuka. Lakini Solomon tunaona akiwa tofauti sana. Ameinuliwa, amekuwa mfalme, lakini bado mbele za Mungu anasema mimi ni mtoto. Anahitaji Mungu. Anaheshimu ile kazi Mungu amempatia. Anaheshimu mahali pale Bwana amemweka. Hataki kuangusha ile jambo Mungu amempatia. Hataki kupeleka kombo kile Bwana amemkabidhi mkononi mwake. Bado anarudi kwa Mungu hata kama amebarikiwa. Wengine sisi upokea ni kama ile mbio ya kupokezana, ile mtu upatiwa naye anakimbia. Hivyo ndio Mungu tupatia, nasi tunakimbia tunamsahau. Bwana asifiwe. Badala akikupatia ndio utembee na yeye zaidi, sababu amekuinua. Sasa akuongeze hekima mahali pale amekuweka. Wengi usahau, tunataka kukimbia na tunamwacha nyuma. Kwa nini? Nimepata kile mimi nilikuwa nataka. Sasa nina furaha, sasa sina shida. Sasa wacha wale wako na shida waombewe. Mimi sina shida sasa. Sihitaji mambo ya Mungu. Sihitaji kanisa, sihitaji maombi, sihitaji ushirika. Niko na nguvu, niko na uwezo, niko na hekima. Bwana asifiwe. Amen. Solomon sasa ndio mfalme, lakini bado anataka kusikia kutoka kwa Mungu. Bado anataka guidance kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Bwana amuongoze, sababu yeye aliona pekee hawezi. Bwana asifiwe. Lakini sisi ni tofauti. Sisi huona tunaweza. Kwa nini? Nimepata mtu sasa atakapata milioni 50 siku ya leo, amekuwa na hekima. Hata kiambiwa ataambia watu nyamazeni wote sikieni, na watu wataambiana nyamazeni sikieni huyu, sababu akaunti yake ina pesa. Bwana asifiwe. Tunachukulia utajiri ni hekima. Tunachukulia kubarikiwa sasa tumekuwa na hekima. Sasa tunajua sababu mahali nimefika juu ya akili zangu. Nisikizeni sababu mimi najua. Najua kuinvest, najua kufanya biashara, najua kufanya hivi. Bwana apewe sifa. Lakini Solomon hakujiona vile. Ni mfalme. Ndio kuna wafalme wengine, lakini yeye pia ni mfalme kama hao wengine. But tofauti yake ni kwamba anarudi kwa Mwenyezi Mungu na kumwambia mimi
ni kama mtoto mdogo. Sijui kutoka, sijui kuingia. Angalia hawa watu wako wengi. Na nipe understanding, nipate kuweza kuwahukumu hawa watu wako ambao ni wengi, hawezi hata kuhesabika. Bwana asifiwe. Mara nyingi tunakuwa hatuna hata kunyenyekea tuendapo mbele ya Mungu, sababu tumeinuliwa, sababu tumebarikiwa. Biashara yangu imeenda vizuri, mimi sasa ni mkubwa. Hata mtu akija akikwambia jambo unasema hutaki kusikia. Nyinyi nisikizeni, sio mimi niwasikize. Bwana asifiwe. Na hivyo ndio mwanadamu yuko. Usitaka kusikia wakati hana, lakini wakati yako nazo hataki kusikia. Bwana asifiwe. Lakini Solomon anataka kusikia Mungu. Bwana asifiwe. Nakumbuka hata sasa akimuita Mungu, si ati ufalme kuna jambo baya limefanyika. Hakuna adui amewapiga. Sio njaa, sio ukosefu. Bwana asifiwe. Anatoa hizi dhabihu zote kwa Mungu. Kwa nini? Anampenda Mungu wake. Si ati kuna ukosefu, si ati ni vita wamesikia inakuja sasa wanamrudia Mungu. Bwana asifiwe. Yeye ni mfalme lakini bado anaenda kutolea Mungu wake dhabihu. Bado anampenda Mungu, bado anamfuata Mungu wake. Bwana apewe sifa. Babake alimnenea hapo katika Wafalme wa kwanza 2, tutasoma kuanzia hapo 1. Ati basi siku ya kufa kwake Daudi ikakaribia. Akamuhusia Sulemani mwanawe akasema, mimi naenda njia ya ulimwengu wote. Basi uwe hodari, ujionyeshe kuwa mwanaume. Uyashike mausia ya Bwana Mungu wako. Uende katika njia zake, uzishike sheria zake na amri zake na hukumu zake na shuhuda zake, sawa sawa na ilivyoandikwa katika Torati ya Musa. Upate kufanikiwa katika kila ufanyalo na kila utazamako, ili Bwana afanye imara neno lake alilonena kwa habari yangu akisema, ikiwa watoto wako wataiangalia njia yao, wakienda mbele zangu kwa kweli na moyo wao wote na kwa roho yao yote, akasema, hutakosa mtu katika kiti cha enzi cha Israeli. Bwana asifiwe. Kwa hivyo babake alikuwa amemnenea afuate njia za Mwenyezi Mungu na asiache, ili kwamba katika kila jambo anafanya awe wa kufanikiwa. Bwana asifiwe. Na ndio tunamuona anaambiwa na Mungu. Hapa amekuja anatolea Mungu dhabihu, na Mungu anakuja na kumwambia, omba utakalo nikupe. Bwana asifiwe. Na wengine wetu hatutaki kuomba tupatiwe sababu nimeshapewa, niko na utajiri. Ni nini nyingine naitisha na mimi ni mfalme? Bwana asifiwe. Omba utakalo nikupe. Sulemani akasema, umemfanyia mtumwa wako Daudi baba yangu fadhili kuu, kadri alivyoenda mbele zako katika kweli na katika haki na katika unyoofu wa moyo pamoja nawe. Nawe umemwekea na fadhili hii kubwa, maana umempa mwana wa kuketi kitini pake kama ilivyo leo. Sasa Bwana Mungu wangu, umenitawaza niwe mfalme mtumwa wako badala ya Daudi baba yangu. Mimi ni mtoto mdogo tu, sijui jinsi inipasavyo kutoka wala kuingia, na mtumwa wako yu katikati ya watu wako uliochagua, watu wengi wasioweza kuhesabiwa wala kufahamiwa idadi yao, kwa kuwa ni wengi. Kwa hiyo nipe mimi mtumwa wako moyo wa adili, ni wahukumu watu wako na kupambanua mema na mabaya. Maana ni nani awezaye kuwahukumu hawa watu wako walio wengi? Kwa hivyo akaitisha moyo wa adili, apate kuweza kupambanua mema na mabaya. Bwana asifiwe. Hiyo ndio amemuitisha Mwenyezi Mungu. Kisha Bwana akasema, tunaona hapo tena, neno hili ilikuwa njema machoni pa Bwana,
ya kuwa Sulemani ameomba neno hili. Bwana asifiwe. Ile jambo aliomba ikamfurahisha Mungu wake. Ile jambo ameambia Mungu nipatie hii, hiyo jambo ikafurahisha Mungu. Kwa hivyo mara mingi hata tunapoingia katika ombi, hata wakati tunakutana na kusema hebu tuombe, kuna maombi umfurahisha Mungu. Bwana asifiwe. Sio kusema tu yote inaitwa ni maombi. Kuna ile maombi itampendeza Mwenyezi Mungu. Ile ombi imetoka ndani ya moyo wako. Kuna ile itafurahisha Mwenyezi Mungu. Ati neno hili likawa njema machoni pa Bwana ya kuwa Sulemani ameomba neno hili. Mungu akamwambia, kwa kuwa umeomba neno hili, wala hukujitakia maisha ya siku nyingi, wala hukutaka utajiri kwa nafsi yako, wala hukutaka roho za adui zako, bali umejitakia akili za kujua hukumu. Basi tazama, nimefanya kama ulivyosema. Tazama, nimekupa moyo wa hekima na wa akili. Hata kabla yako hapakuwa na mtu kama wewe, wala baada yako hatainuka mtu kama wewe. Bwana asifiwe. Bwana akafurahishwa na ombi la Solomon, akamwambia kwamba kile umeomba nitakupatia ile umeitisha. Bwana asifiwe. Ati naye Bwana akamfurahia akasema, hukujitakia maisha marefu. Wewe hukuitisha utajiri wa nafsi yako. Haukuitisha maisha ya adui zako. Bwana asifiwe. Ndio Bwana labda atakupatia maisha ya adui zako, au utajiri, au ile jambo umeitisha. Ndio sababu umekuambia omba utakalo nitakupa. Bwana asifiwe. But kuna ile utaitisha afurahishwe nawe. Bwana asifiwe. Ndio sote tutasema wewe unataka nini? Nataka hii, na wewe hii, na wewe viatu, wewe shati, wewe pesa ya Christmas, wewe jambo hii na hii. Bwana asifiwe. But kuna yule ataitisha jambo na Bwana afurahishwe na kile kimetoka ndani yake. Sio kusema hata kupatia kile umeitisha, sababu umesema omba utakalo nitakupa. Kwa hivyo umeitisha, ndio shika kile umeitisha. But kuna yule ameitisha jambo na hiyo jambo ikamfurahisha Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Moyo wa Solomon ulikuwa wapi? Moyo wake ulikuwa katika kazi ya Mwenyezi Mungu. Katika kufanya kazi ile Mungu amempatia. Asiangushe kile Mungu amempatia. Bwana asifiwe. Alikuwa ameheshimu kazi ya Mwenyezi Mungu. Ufalme amepatiwa, aliheshimu ufalme ule baba yake alikuwa amepewa. Aliheshimu hata the fact that hawa watu ambao wanaongoza ni watu wa Mungu, watu ambao wamechaguliwa na Mungu. Kwa hivyo hakutaka kuharibu au kuangusha kile amepokezwa na Mungu. Haleluya. Kwa hivyo moyo wake ulikuwa umeelekea towards kufanya kazi ya Mungu vyema. Na kile anaitisha jambo ambalo litamwezesha kufanya vyema ile kazi Mungu amempatia atende. Na hiyo jambo ikafurahisha Mungu. Bwana asifiwe. Wewe badala ya kuitisha adui zako, sababu wangesimama na kusema, na kweli babangu amekuwa akipigana na wale na wale na wale na wale, waishe. Bwana asifiwe. Ama aseme wacha sasa hii tutajirike kuliko nchi zingine. Ama aseme niwe na maisha ndefu ndio nifurahie kuwa mfalme mahali hapa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Mungu alisikia ombi lake. Hakuna mahali alitaja utajiri, hakutaja maisha marefu, hakutaja maisha ya adui zake, na Bwana akafurahi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hata nasi tunapoenda mbele za Mungu, Bwana ufurahishwa na yale mambo tunamuitisha. Kuna yale tunaweza muitisha afurahi. Bwana asifiwe. Tuko na siku 3 zinakuja, au tukuambiwa siku ni ngapi, lakini najua labda ni kwa wale tumezoea 3, labda ni 3. Bwana asifiwe. Kuna maombi utaenda na utaomba Mungu wako. Bwana asifiwe. Kuna lile jambo litatoka ndani yako. Kumbuka kwamba Bwana anasikiza. Na hiyo jambo inaweza mfurahisha Mungu kile unakuitisha. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tukifungua vinywa vyetu, tusifungue vinywa vyetu bure tu. Hebu tujue ni nini tunaitisha Mungu. Tujue ni nini
tunamwambia Mungu wetu. Amefungua masikio, anasikia. Amesema omba utakalo nitakupa. Ni nini tunamuomba? Haleluya. Amen. Ni wewe umekaa na kuangalia na kusema sasa ni wakati ule jirani amekuwa akinisumbua sana. Ama ile Mungu ya jirani imekuwa ikipiga kelele sana. Kwa na pewe sifa. Ati omba utakalo nitakupatia. Na tunaona Mungu amefurahishwa na ombi lake. Na Mungu anasema, basi tazama, nimefanya kama ulivyosema. Tazama, nimekupa moyo wa hekima na wa akili, hata kabla yako hapakuwa na mtu kama wewe, wala baada yako hata inuka mtu kama wewe. Na mambo yale usiyoyaomba nimekupa, mali na fahari, hata hapatakuwa na mtu katika wafalme kama wewe siku zako zote. Nawe ukienda katika njia zangu na kuyashika mausia yangu na amri zangu kama baba yako Daudi alivyokwenda, basi nitazifanya siku zako kuwa nyingi. Bwana asifiwe. Yaani amemuongezea hata siku zake kama ataenda na njia zake. Bwana asifiwe. Kisha amemwambia hata mali na fahari nimekupatia. Ona, wealth, Bwana apewe sifa. Amepewa hata hizo. Lakini hakuwa ameitisha. Lakini Mungu amemuongeza. Bwana asifiwe. Nembo vipi? Seek first the kingdom of God and his righteousness, and the rest will be added unto you. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati tunamtafuta Mungu, kuna yale yeye tuongeza bila hata sisi kuitisha. Sio lazima iwe tumesema nataka hile mali inatoshana hivi. Hiyo atakupatia hata bila kuitisha. Bwana asifiwe. Ikiwa tu mioyo yetu inamtafuta yeye. Ikiwa mioyo zetu zimeelekea kwake. Ikiwa sisi tumejielekeza kabisa na mili na akili na nguvu zetu zote kwake Mungu Baba, mengine yeye huongeza. Bwana asifiwe. Bila hata wewe kusema nataka kiasi fulani ya pesa. Bwana apewe sifa. Lakini sitakwambia nini utaitisha, sababu kila mtu ako huru kuitisha kile anataka. Bwana asifiwe. Isiwe kama yule mama alisema enda uitishe kichwa cha Yohana Mbatizaji, msichana wake alipoambiwa itisha. Bwana asifiwe. Wewe itisha ile moyo wako umetamani. Lakini kumbuka kwa kuitisha kuna ile itamfurahisha baba yako. Kwa hivyo kabla kuitisha, hebu jiulize ni nini unaitisha. Bwana asifiwe. Ati akawa wakupatiwa mali, akapewa hata na fahari. Na akaambiwa apata kuwa na mtu katika wafalme kama wewe. Kwa hivyo ndio yeye ni mfalme, lakini hata kuwa kama wafalme wengine. Yeye amewazidi wafalme wale wengine. Bwana asifiwe. Kwa hivyo it's not just the promotion, the fact that nimeinuliwa niko mahali fulani. Hapo mahali Mungu amekuweka, je, ndio uko na biashara, lakini biashara yako ni kama ya wengine ama imezidi ya wengine? Bwana asifiwe. Ndio uko na cheo, lakini mahali umeketi wewe ni kama wengine ama wewe ni zaidi ya wengine? Bwana asifiwe. Tunafurahia tu tunaitanishwa na jina fulani, niko na hii. Lakini hata hapo mahali uko labda kuna taabu nyingi bado unalia. Bwana asifiwe. Lakini kuna vile Mungu anaweza kuinua iwe mahali huko hakuna mwingine kama wewe. Bwana asifiwe. Hata watu wakizungumza wanasema hapana, kuna wengine lakini ile it's the best. Bwana asifiwe. Ile ya fulani haiwezi linganishwa na nyingine. Bwana asifiwe. Nakumbuka wakati mmoja bishop akinena kuhusu watu hata wakiteta wakisema tunataka gari fulani, sio yoyote, nataka gari fulani. Bwana asifiwe. Sio kusema hiyo gari ndiyo ilikuwa ati ndio maridadi zaidi ya zingine. Mungu yuko pale. Amen. Bwana asifiwe. Sababu ni yeye anabariki. Na sababu ni yeye anabariki, wote wataangalia mahali pale na wafurahishwe na hiyo ambayo ni yako. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo ndugu na dada, tusiwe tunakimbilia tu kupata nipate position fulani, nipate mali, niinuke, nikue mahali fulani. Hebu Mungu awe pamoja nawe. Hata katika ile jambo unafanya, hata kama unaona ni jambo ndogo, wacha Mungu awe nawe kwa hiyo jambo ndogo. Sababu akiwa pamoja nawe itakuwa ndio itakuwa imezidi za watu wengine.
Hiyo ndio itakuwa watu wanaangalia wanasema hakuna ingine kama hiyo. Na ndio Sulemani anaambiwa na Mungu, nimekupa mali, nimekupa fahari, hakutakuwa na mfalme mwingine kama wewe. Bwana asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu ya ile jambo Sulemani ameitisha Mungu, imemfurahisha Mwenyezi Mungu. Ndugu na dada, hebu tufurahishe Mungu, sababu ukifurahisha Mungu, kile atakupatia hata ni ile wewe hujaitisha. Kile atakufungulia ni ile hata wewe hukujua unahitaji, lakini atakupatia. Amesema seek first the kingdom of God, the rest will be added unto you. Hiyo the rest ni gani? Ukiambiwa useme ni nini na nini, hauwezi jua ni nini. Wewe ukiambiwa sema zile vitu unahitaji, utaziandika. Na hata ukipewa bado utaitisha nyingine, sababu haijatosha. Bwana asifiwe. Ni kusema kwamba hata sisi wenyewe hatujui ni nini tunahitaji. Lakini Bwana akiwa upande wako na akubariki, akupe ile hata wewe hujaitisha, hakika utaishi ukishukuru. Bwana asifiwe. Solomon alipewa hata amani na jirani zake. Wafalme wengine hawakufanya vita naye, aliishi kwa amani. Bwana asifiwe. Mfalme mwingine anaweza kuwa ni mfalme, lakini anajua lazima jeshi yetu iwe nzuri, sababu wale watu wametuzingira ni watukutu, watakuwa wakipigana na sisi kila wakati. Lakini Sulemani akapewa amani. Adui wanamwangalia, hawana vita naye, lakini ni adui, lakini hawana vita naye. Amepewa amani na Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Kuna vitu unaweza pewa na Mungu, mwingine muende yote wawili kuitisha kwa Mungu. Huyo aseme aende na list yake, aseme nataka hii na hii na hii na hii na hii, na apewe zote zile ameitisha. Wewe hujaitisha hiyo yote, lakini Mungu akwambie nimekubariki, hata zile ukuitisha nimekupea. Ule ako na zile, itafika mahali aseme ningeitisha pia ile nyingine. Wewe hujaitisha, lakini ile yote unahitaji unakutana nayo. Kule ile yote unahitaji unakutana nayo. Bwana asifiwe. Huyo ameitisha hii yote, mpaka mwishowe anakumbuka sikuitisha hata afya nzuri bwana. Hii imekuwa kuna kukohoa ambayo haijaenda na inakuwa wasi. Hata nilisahau kuitisha afya. Mimi nimekuwa tu nikifikiria gari, nyumba, shamba, biashara, na ukasahau hata afya yako unahitaji. Yule mwingine akuitisha hiyo yote, anajipata haendi hospitali. Anajipata familia yake iko na amani. Watoto wake wako na amani. Anaenda akiinuka, kila anagusa inabarikiwa. Bwana asifiwe. Hebu tuguse roho. Hebu tuguse Mungu hata katika maombi yetu. Mungu afurahishwe na sisi. Atuongezee ile hata sisi hatungejua kujiombea. Tusijidanganye kwamba tunajua ni nini tunahitaji. Bwana asifiwe. Hatujui. Nikikuuliza nini unahitaji, utaniambia jambo, nikwambie shika hii, na usije ukaitisha kitu kingine. Utakaa tena useme nataka ingine. Bwana asifiwe. Hatujui ni nini tunahitaji, na ndio tunastahili kuwa tumemshika mkono. Yeye ndiye anajua nafsi zetu. Anajua ni nini unahitaji. Anajua ni nini kesho unahitaji nini. Ikiwa umemshika mkono na yeye anakuongoza, hakika hautakosa chochote. Na ndio Daudi alisema yeye ndio mchungaji wake. Yeye ndiye anamuongoza kule anaenda, kwa green pastures, kwa maji. Yeye ndiye anamkinga na adui. Akikosea yeye ndiye anamrudisha kwa njia. Bwana apewe sifa. Na tunafaa kuelewa ya kwamba Mungu akiwa pamoja nasi hatuna mahitaji mengine. Bwana asifiwe. Kuna mtu anafaa kusimama akiulizwa nini unahitaji, aseme niko na Mungu, hakuna kitu nahitaji. Tena gai, that is enough. His grace is sufficient for me. Bwana asifiwe. Yeye yuko upande wangu, nani anaweza kuwa kinyume nami? Bwana asifiwe. No weapons formed against me shall prosper. Kwa nini? Mungu yuko upande wangu. Hebu tutembee tukielewa vile. Sio ile wewe umejiitishia ndio itakuokoa. Bwana asifiwe. Sio ile umesema Mungu nipe hii na hii na hii, ati hiyo ndio itasimama wakati wako wa taabu. Bwana asifiwe. Ni Mungu akiwa pamoja nawe. Ndiye anatuambia itisheni, lakini werevu wanajua wewe ndio tunataka. Bwana asifiwe. Itisha kile unataka, Mungu nataka wewe uwe na mimi. Usije ukaniache. Bwana asifiwe. Kila niendako kuwa pamoja nami. Bwana apewe sifa. Hiyo ndio umesema nipe ile na ile. Hiyo haijatosha. Bwana asifiwe. Hata mtu akisema tamani sana gari, Bwana asifiwe,
Hebu ongea na wale wako na gari wakwambie kama hao hawahitaji kitu kingine. Bwana asifiwe. Watakupatia maombi yao ni gani? Mwingine anasema labda ningekuwa na nyumba yangu iko kwa shamba yangu naishi hapo. Bwana asifiwe. Hiyo ndio ingekuwa nzuri. Ongea na mtu ako na shamba na nyumba hapo. Usikie kama hahitaji jambo lingine. Bwana asifiwe. Utampata hata naye anahitaji. Na hata labda anahitaji mengi kuliko ile wewe unahitaji. Bwana asifiwe. Mwingine atasema mimi tu iwe tu hiyo ugonjwa iniondokea, kuna kitu kingine naitisha. Ongea na watu wale sio wagonjwa. Angalia kama wako na mahitaji, wako na mengi. Bwana asifiwe. Lakini Mungu akiwa upande wetu, ikiwa ni yeye anatupatia, ikiwa ni yeye anaangalia maisha yetu na kuchunga na kuangalia kwamba hatuna ukosefu, hakika hatutakuwa na ukosefu. Bwana asifiwe. Yesu alitembea na hakuna wakati tuliona akitembea akiwa ako na ukosefu. Sababu baba yake yeye mwenyewe ni neno la Mungu. Bwana asifiwe. Hakuna jambo ilikuwa ni nzito, hata kama ni watu 5,000 hawana chakula haikuwa jambo nzito. Hata kama ni mawimbi iko baharini hiyo haikuwa jambo nzito. Hata kama ni kifo haikuwa jambo nzito. Bwana asifiwe. Hata kama ni adui haikuwa jambo nzito. Anaambiwa acha kwenda, anasema ule anatembea mchana haizi kujikoa. Watu wanamwambia usiende huko, watu wanakungojea. Bwana asifiwe. Hata ni adui sio jambo nzito. Kwa nini? Baba yuko pamoja nawe. Hebu tuelewe ni nani yuko upande wetu, ndugu na dada. Bwana asifiwe. Mali haiwezi kukusimamia kila kitu. Hata position ile uko kazini kwako haiwezi simamia vitu vyako vyote. Lakini Mungu akiwa upande wako, Bwana asifiwe, uko zaidi ya mshindi. Bwana asifiwe. Ati akapewa mali. Naye Sulemani akaamka na kumbe ni ndoto. Akaenda Yerusalemu, akasimama mbele ya sanduku la agano la Bwana, akatoa sadaka za kuteketezwa, akatoa na sadaka za amani, akawafanyia karamu watumishi wake wote. Bwana asifiwe. Sasa amefanywa kuwa mfalme ambao sio wa kawaida. Bwana asifiwe. Ameinuliwa. Na tukiendelea hapo chini tunaambiwa kwamba kisha siku ya 3 baada ya kuzaa kwangu, ndipo wanawake wawili makahaba walimwendea mfalme, wakasimama mbele yake. Na mwanamke mmoja akasema, bwana wangu. Sasa wamekuja kwa Sulemani, wamekuja wakiteta wanawake wawili. Akakuja kwa Sulemani akasema, bwana wangu, mimi na mwanamke huyu tunakaa katika nyumba moja, nami nalizaa nilipokuwa pamoja naye nyumbani. Kisha usiku ya 3 baada ya kuzaa kwangu, ikawa mwanamke huyu naye akazaa. Na sisi tulikuwa pamoja, hapakuwa na mtu mwingine pamoja nasi nyumbani isipokuwa sisi wawili tu. Na mtoto wa mwanamke huyu akafa usiku, maana alimlalia. Akaondoka katikati ya usiku, akamuondoa mtoto wangu ubavuni pangu, mimi mjakazi wako, nilipokuwa usingizini. Akamweka kifuani pake, na mtoto wake mwenyewe aliyekuwa amekufa akamweka kifuani pangu. Nilipoondoka asubuhi nimnyonyeshe mtoto wangu, kumbe amekufa. Hata asubuhi nilipomtazama sana, kumbe siye mtoto wangu niliyemzaa. Ndipo yule mwanamke wa pili akasema, sivyo hivyo, bali mtoto wangu ndiye aliye hai na mtoto wake ndiye aliyekufa. Na mwenzake akasema, sivyo hivyo, bali mtoto wako ndiye aliyekufa na mtoto wangu ndiye aliye hai. Ndivyo walivyosema mbele ya mfalme. Kwa hivyo sasa mfalme amenenewa na Mungu na ameshapewa fahari, amepewa hekima, amepewa mali. Bwana asifiwe. Ili aweze kuhukumu wana wa Mungu. Na sasa baada ya kutoka pale, tunaona wanawake wawili wamekuja kwake, wanateta, wanapigania mtoto mmoja. Huyu mama anasema huyu mtoto mdogo ni wangu. Huyu mwingine anasema hapana, ni wangu. Yule mwingine anasema hapana, huyu alilalia wake usiku akakufa, akakuja akachukua wangu akambadilisha. Bwana asifiwe. Hakika ilikuwa ni kesi ngumu. Hata wengine wetu tukiangalia ndio tunaona hiyo ni kesi ambayo ni ngumu, sababu hata ukienda kotini na iwe ni wewe na wewe, neno lako na neno la ule, ni ngumu sana kujua nani anasema ukweli, isipokuwa labda kuwe na mtu wa tatu ambaye atakuwa witness aseme hapana, mimi niliona hivi.
Bwana asifiwe. Lakini kama ni neno lako na neno la yule mwingine, na wakati huo sidhani hapakuwa tena DNA wataenda wachukua wafanye. Bwana asifiwe. Ilikuwa ni ngumu kujua nani anasema ukweli, nani anasema uongo. Na hiyo kesi ikaenda mbele ya Sulemani. Na hiyo ndio jambo Sulemani aliogopa, ili aweze kuhukumu wana wa Mungu vyema. Bwana asifiwe. Asiwe pale na anafanya kazi ambayo haifai. Aliitisha hekima ili aweze kupambanua mema na mabaya. Bwana asifiwe. Na Mungu akamwambia, nimekupatia hekima. Hakuna mfalme atakuwa kama wewe. Na sasa hawa wanawake wawili wameenda mbele zake. Kila mmoja anasema huyu ni mtoto wangu. Yule mwingine anasema huyu ni mtoto wangu. Na hivyo wamesimama kila mmoja. Hakuna yule anarudi nyuma. Ati ndipo mfalme akasema, huyu anasema mtoto wangu yu hai na mtoto wako amekufa. Na huyu anasema sivyo hivyo, bali mtoto wako aliyekufa ni wako na mtoto aliye hai ni wangu. Mfalme akasema. Kwa hivyo mfalme akaelewa hivyo ndio kunaendelea. Wewe unasema ni wako, na wewe na yule amekufa ni wa huyu, na wewe unasema hapana, huyu ndio wako, yule amekufa ni wake. Hivyo ndio ikawa. Mfalme akasema. Na najua wakati huu labda watu wamekaa wanataka kusikiza waone mfalme atafanya nini. Kumbuka kwamba Sulemani ameinuliwa nyuma ya Daudi. Daudi alijulikana kwa nini? Vita alizokuwa akienda anapigana na anashinda. Daudi watu walisema kumhusu ya kwamba ameangusha 10,000, lakini Saul ameangusha 1,000. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Daudi alijulikana kama shujaa wa vita. Sulemani hajapigana vita. Hajaenda vitani kupigana na akawa ati ameshinda vita. Bwana apewe sifa. Yeye bado yuko pale kama mfalme, lakini hajaenda vita. Na sasa watu wamenyamaza wasikie Sulemani atafanya nini. Wanawake hao wawili wanapigania mtoto. Naye mfalme akasema ati leteni upanga. Mfalme akasema mkate mtoto aliye hai vipande viwili. Ule mtoto akatwe vipande viwili. Kampe huyu nusu na huyu mwingine mpe nusu. Ndipo mwanamke yule ambaye mtoto aliye hai ni wake akamwambia mfalme, kwa maana moyoni mwake alimuonea mtoto wake huruma, akasema, Bwana, Bwana wangu, mpe huyu mtoto aliye hai, wala usimuue kamwe. Lakini yule mwingine akasema, asiwe wangu wala wako, akatwe. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mmoja akakubali akasema ndio, acha akatwe, ndio isiwe wangu ama wako. Na yule mwingine akasema hapana, asikatwe kamwe, apewe huyo mwanamke mwingine. Bwana asifiwe. Ati apewe huyo mwanamke mwingine, asiwe. Ndipo mfalme akajibu akasema, mpe huyu wa kwanza mtoto aliye hai, maana yeye ndiye mama yake. Bwana asifiwe. Huyo ambaye amesema asiuliwe, mpe yeye ndio mama. Sababu yule alisema akatwe asiwe wangu ama wako, huyo hawezi kuwa ndio mama. Bwana asifiwe. Tizama, hekima already ikaanza kufanya kazi ile Mungu amempatia. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hata watu waliokuwa pale amshua walistaajabika kuona vile hiyo kesi imetatuliwa, wakijua labda mtu mwingine hangejua tofauti ama nani ndio mama na yule sio mama. Ati mfalme na Israeli wote wakapata habari za hukumu ile aliyohukumu mfalme, wakamuogopa mfalme. Amen. Bwana asifiwe. Ati Israeli wakasikia vile mfalme ametatua hiyo kesi, wakaogopa mfalme. Bwana asifiwe. Mungu amemwambia nini? Nimekupa fahari, nimekupa mali, nimekupa hekima, hakutakuwa na mfalme kama wewe. Already watu wameanza kumuogopa mfalme. Sio sababu wameenda vitani akapigana, lakini vile ametatua hiyo kesi kwa hekima. Bwana asifiwe. Ile hekima aliitisha Mungu amepewa. Bwana apewe sifa. Ati wakamuogopa mfalme, maana waliona ya kuwa hekima ya Mungu ilikuwa ndani yake ili afanye hukumu.
Bwana asifiwe. Hebu kidogo tumalizie hapa. Hapo tunaona kwamba hapo 4:21 ati Sulemani akatawala juu ya falme zote toka mto mpaka nchi ya Wafilisti na hata mpaka Misri. Walimletea tunu na kumtunukia Sulemani siku zote za maisha yake. Na vyakula vya Sulemani na vya siku moja vilikuwa kori 30 na za unga mzuri na kori 60 za ngano na ng'ombe 10 walionona na ng'ombe 20 za malisho na kondoo 100 na ayala na paa na kungulu na kuku walionona, kwani alikuwa akitawala nchi yote upande huu wa mto toka Tifsa mpaka Gaza juu ya wafalme wote upande huu wa mto, naye alikuwa na amani pande zote. Yuda na Israeli wakakaa salama, kila mtu chini ya mzabibu wake na chini ya mtini wake, tokea Dani mpaka Beersheba siku zote za Sulemani. Tena Sulemani alikuwa na mabanda ya farasi 40,000 kwa magari yake na wapandao farasi 12,000, na maakida wake wakaleta chakula kwa mfalme Sulemani na kwa wote waliokuwa meza ya mfalme Sulemani, kila mtu katika mwezi wake, kisipunguke kitu. Shairi pia na majani kwa farasi na kwa wanyama wale mbio wakaleta mahali walipokuwapo, kila mtu kwa kadri ya kazi yake. Mungu akampa Sulemani hekima na akili nyingi sana na moyo mkuu kama mchanga ulioko pwani. Hekima ya Sulemani ikapita hekima ya wana wote wa mashariki na hekima zote za Misri, kwa kuwa alikuwa na hekima kuliko watu wote, kuliko Ithani Mwezrahi na Hemani na Kalkoli na dada wana wa Maholi. Zikaenda sifa zake kati ya mataifa yote yaliyozunguka, naye akanena mifano 3,000 na nyimbo zake zilikuwa 1,005. Akanena habari za miti tangu mwerezi ulioko Lebanoni hata hisopo umeapo ukutani. Pia akanena habari za wanyama na za ndege na vitambaavyo na samaki. Wakaja wa mataifa yote ili wasikie hekima ya Sulemani, toka wafalme wote wa ulimwengu waliokuwa wamepata habari za hekima yake. Bwana asifiwe. Sasa watu hata wafalme walikuwa wanakuja wasikie hekima yake. Kwa hivyo hakuwa tu mfalme wa kawaida, alikuwa ni mfalme ambao hata wafalme wengine walitamani kuja kusikia. Mali ilikuwa imejaa, watu walikuwa wamemuogopa, watu walikuwa wamesikia hekima yake. Bwana asifiwe. Alinena kuhusu mambo hata watu hawakuwa wanaelewa wakati huu. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo mtu huyu akawa wa kuinuka, akawa na utajiri, akawa na fahari, watu wakawa wa kumuogopa. Bwana apewe sifa. Kwa nini? Sababu Mungu ndio alimbariki. Siku ya leo ndugu na dada, utajiri wote, kuinuka kote, kubarikiwa kote kutoka kwake Mwenyezi Mungu. Sio vile tumeenda nje na ile tumefanya ndio inaleta. Sababu hao wengine pia walikuwa ni wafalme, walikuwa na hizo viti zao, wangetaka wangeambia watu wao fanyeni, lakini hawakuwa wameinuliwa kama Sulemani. Bwana asifiwe. Kwa hivyo don't just settle kwa ile umepata na kusema hii imenitosha. Hebu karibisha Mungu kwa hiyo ndogo uko nayo, aifanye iwe kubwa.